Funguo 3 za maombi na mawasiliano katika ndoa. Funguo 3 za maombi na mawasiliano katika ndoa. Kumbuka wiki mbili zote hizi tunaongelea masuala ya familia kwa ujumla wake. Ndio maana tuna mambo ya afya, tuna mambo ya watoto, mahubiri ya watoto, alafu tunakuja kuangalia neno la Mungu kwa ujumla wake, lakini katika muktadha wa familia. Na wimbo wetu ule ambao tumekaribishwa nao hapa unasema nitakwenda na familia yangu. Kwa hiyo lengo letu kwa wiki hizi mbili tutakuwa tunaangalia Mungu anasema nini kwetu katika muktadha wa familia. Hicho ndicho kitu kikubwa sana. Kwa hiyo leo tunaangalia funguo 3 za maombi na mawasiliano ya ndoa. Tumevichanganya pamoja. Mawasiliano ni sayansi na sanaa kwa pamoja. Kwa hiyo lazima uvichanganye hivi vitu viwili. Na mawasiliano ni somo ambalo hatuwezi kuliongea ndani ya dakika 50-40 tukalimaliza. Lakini tunajaribu kuongea vile vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi. Ni kazi yako kwenda baadaye na kusoma na uweze kuelewa. Ni wangapi ambao mmeshuhudia hili katika maisha yenu? Umemwambia mtu kitu lakini akakuelewa vibaya. Kama imekutokea nyosha mkono. Nyosha mkono niweze kuona ni wangapi wamepitia uzoefu huu. Na wewe ulivyokuwa umeelezea, ulieleza kwa lengo fulani zuri, lakini mpokeaji akapokea kwa namna nyingine. Hamjawahi kuona watu ambao wanasemwa, mtu fulani anasema fulani akikuelekeza kitu hadi unaogopa, lakini fulani akikuelekeza kitu unajikuta kwamba unakielewa kwa haraka. Natoa mfano tu wa haraka. Ukichunguza wanafunzi wengi sana ambao wanafeli hisabati, tatizo sio mwanafunzi, tatizo ni mwalimu. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia? Yaani kiukweli kwa mwalimu yeyote ambaye ana karama ya ualimu na taaluma yake ya ualimu vizuri, ukiona kuna wanafunzi wako wamefeli, ni wewe ndio umefeli. Kwa lazima ujiulize, nimeshindwa kuwasilisha mada mpaka akanielewa. Kuna mwalimu mmoja sijui namuona mtandaoni huko, nyie na nyie mmemwona, mpaka nimeamua kumfollow kwenye Instagram. Niliona tu video clip yake moja nikavutiwa. Yeye amebuni mbinu yake mpya ya ufundishaji. Anafundisha kwa kuimba. Na ni mwalimu wa fizikia na chemistry. Kwa hiyo anawafundisha watoto hizo chemical hizo na hizo symbols, lakini kwa kuimba, kiasi kwamba huwezi kusahau. Lakini hata mimi unayeniona hapa, nione hivi uniache hivi. Mimi mwenyewe najua hisabati form 4 nilipata ngapi. Lakini ilinishangaza hisabati nikapata ile herufi ambayo ikiwa kwenye gari, kwenye dashboard ya gari ni habari njema. Yaani ina maana kwamba tenki lako liko full. Lakini hiyo ikiwa kwenye mtihani ni mgogoro. Sasa kilichonishangaza ni hiki. Mimi ambaye kwenye hiyo hisabati hapo nimepata hiyo full tanki ya mafuta, najikuta biology nimepasua, najikuta chemistry niko vizuri, physics niko vizuri. Kwa hiyo nikagundua mgogoro uko wapi. Tulikuwa na aina ya mwalimu ambaye akiingia darasani wa hisabati, ile tu ameingia ana mzigo wa fimbo. Kwa kwanza unaona kile kitita cha mzigo wa fimbo pale. Na ikatokea kabla hatujaenda mbali sana tukapata mwalimu mzuri. Huyu ndiye simsahau katika maisha yangu yote. Ndiye mwalimu ambaye alinifundisha quadratic equation zikakaa. Na nina uhakika walivyoleta quadratic equation kwenye mtihani wa form 4, kama ningepewa mtihani wangu ile nilipata. Maana mwalimu alikuwa yuko vizuri kabisa. Kwanza yule mwalimu wa kwanza akiingia na ile fimbo yake ameziweka hapo, anakuambia tunaingia kwenye lile somo lenyewe ambalo ukiwa umekula chakula kama hujashiba kinaisha tumboni. Kwa kwanza unawaza hili ni somo gani? Huyu mwingine ambaye tulimpata sasa, cha kwanza introduction ya kija, anakuambia
kila kitu ni hisabati. Umesikia anavyoanza Anakuambia kila kitu ni hisabati. Hisabati inatumika kwenye kila kitu kwenye maisha. Mama anayepika chakula anatumia hisabati. Anapima kiwango cha maji na kiwango cha unga. Kwa hiyo kumbe hata mama anajua hisabati. Alafu anauliza wanafunzi, mama anajua nini? Tunasema hisabati. Mwisho unajikuta unapenda hisabati. Kutana na wababe wanaotishia. Anakuambia hili somo lilinihangaisha sana shuleni, msinione hivyo. Kama mwalimu limemhangaisha, mimi si ndio nimekwisha kabisa. Namna unavyowasilisha ni kitu muhimu sana. Wakati mimi nafanya degree yangu ya pili ya saikolojia na mawasiliano, upande ambao nilifanyia utafiti ni upande wa mawasiliano kwa wanandoa. Nilijikita humo zaidi kwa sababu viko vitu vingi ambavyo nilijiuliza katika uchungaji wangu. Nikagundua kwamba kuna vitu vingi sana unaweza ukaombea, kumbe vinataka utendaji. Hujanielewa? Kuna vitu vinataka action, wewe unafunga na kuomba. Yaani kuna vitu vinataka taaluma, wewe umefunga hata siku 3-4. Roho Mtakatifu ana kazi yake kwenye maisha yako. Mojawapo anakufundisha kushinda dhambi. Lakini habari ya kujua uongeeje na mwenzi wako unatakiwa kujifunza. Haleluya. Kuna mtu ananitazama anasema, lakini pastor, mbona Biblia imetuambia kabisa atakapokuja huyo roho atatufundisha? Sikiliza vizuri Biblia, usidandie bodaboda kwa mbele, itakugonga. Biblia itazame kwa umakini kwanza, ndipo uanze kuelewa. Biblia hiyo inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Hiyo Biblia hiyo. Kwa hiyo kuna migogoro mingine unayo kwenye ndoa yako, hakuna mchawi, ni maarifa. Suleimani ambaye ndiye mwanaume pekee aliyewahi kumiliki wanawake wengi duniani kuliko wote, anapokuja kuongelea masuala kwa ujumla anasema tafuta hekima. Hekima ni bora kuliko fedha. Kwa lazima uanze kujichunguza katika mawasiliano yangu na mwenzi wangu. Ni kitu gani kinaweza kuingilia tukashindwa kuwasiliana vizuri? Hiki ni kitu cha kujiuliza sana. Hebu sikiliza. Kuna watu ambao nataka niwapatie tu mfano wake, majina ya kutengeneza. Tunayatengeneza tu leo hapa. Mmoja anaitwa Bernard na mwingine anaitwa Alice. Kwa hiyo tuwaundie majina yetu kama ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki. Tuna tabia kutengeneza movie zetu hapa. Alafu tukitoka tumeshaelewa, huwa hatuzitoi baada ya hapo. Bernard amekuwa akichelewa kurudi nyumbani kila siku wiki hii, wakati Alice amekuwa akisubiri gari kwenda sokoni. Haya ndio maisha yetu sana huko Afrika, hasa sisi ambao unakuta familia mnategemea gari hii moja. Ni mfano tu. Sasa wakati wanasubiria pale, siku ya Alhamis mume wake anapowasili, yani mume wa Alice mwenye hasira anapiga kelele, hunijali na sikujali wewe, hakuna chakula cha jioni usiku wa leo. Yani kwa sababu hunijali na mimi sikujali. Kumbuka jana tumeongea kwamba katika maumbile wanawake Mungu amewaumba hivyo, wao ni viumbe wenye emotions kuliko sisi. Wakati sisi tunakwenda kwa kuangalia logic, kwa kureason kwamba hivi kitu kina mashiko. Sasa jana wakati nimetoka tu, mtu mmoja alinitumia ujumbe kwenye email yangu, anasema, mchungaji, kwa hiyo una maana kwamba Mungu alikosea kutuumba sisi na hizo emotion na hisia za ziada? Mungu hajakosea. Msije mkachanganya mafaili. Mungu alipatia kabisa. Mungu aliwaumba na hizo emotions, hizo hisia, hiyo mihemko, ili muweze kulea watoto vizuri. Ndio maana mtoto akilia, mama anaungana hisia zake na za mtoto. Wakati mwanamume mtoto akilia ni kero. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa sasa. Mtoto akilia kwa mama kwa sababu ana hizo hisia, hiyo mihemko, utamwona mama anasema mleteni, maana ameungana hisia yake na mtoto wake, anaanza kumbembeleza, anamgonga vizuri kabisa. Akiendelea kulia atapambana mpaka mtoto awe vizuri. Sisi ukibembeleza mara ya kwanza, nyamaza. Kwa sababu sisi kwa asili ni masimba. Kwa asili mwanamume ni simba. Analinda territory, mipaka yake. Ni king, ni mtawala, hataki kusumbuliwa. Kwa ukakilia mara ya kwanza haelewi, leta fimbo. Akiona hakaelewi, rudisha kwa mama yake. Ndivyo tulivyo.
Kwa hiyo hizo hisia au mihemko ambayo tunaita mihemko, Mungu ameiweka ndani mwenu akina mama kwa malengo ya malezi. Haleluya. Akina mama watu wazima, wale watu wazima wanaweza kanielewa kuliko hawa wa hivi karibuni. Mama akiwa yuko sokoni, mtoto wake akapatwa na tukio kule nyumbani, kuna namna mama anajua. Akina mama mpo? Naongopa au naongea ukweli? Kweli. Anajua, na anaweza asijue ni tukio gani, lakini anakuambia kule nyumbani mambo hayako sawa. Kuna mambo hayako sawa. Mtoto wangu huenda hayuko sawa sawa. Ni hizo hisia Mungu amemuumba nazo. Mwingine ambaye ananyonyesha anakuambia nimesikia matiti kama vile hayako sawa. Sisi msije mkatulaumu akina mama, naomba Mungu awasaidie muweze kuelewa mpaka leo sisi tumeumbwa kufocus kwenye kitu kimoja. Vichwa vyetu havichanganyi vitu vingi. Kwa hiyo tukiwa sebuleni wakati ninasoma gazeti, akili yangu yote ipo kwenye gazeti. Habari ya maharage yanayoungua huko jikoni sina habari nayo. Wewe ambaye unafua huko ukija kunilaumu kwamba hata harufu hujasikia, na kuambia sijasikia, ni kweli sijasikia, maana akili yangu yote ilikuwa kwenye gazeti. Ndivyo tulivyoumbwa sisi. Sasa mgogoro uko hapa. Siku ya Alhamis mume wake anapowasili, Alice mwenye hasira anapiga kelele, maana yuko kwenye mhemko. Hunijali. Umeona mgogoro ulioko hapo? Cha kwanza ni nini? Hunijali. Na halafu anasema na mimi sikujali wewe sasa. Na kwa taarifa yako leo jioni hatuli. Hakuna chakula leo. Wenzi hao wa ndoa wanaweza kuzungumziaje matatizo yao kwa mafanikio? Hilo ndilo swali. Maana kiukweli kabisa hakuna ndoa isiyo na changamoto. Kabla sijaongelea hizi funguo nisikilize vizuri. Kama kuna ndoa yoyote ambao mnanisikiliza wanandoa, ambayo katika ndoa yenu hamna habari yoyote ya kupishana kauli, mmoja kati yenu ni zezeta kabisa. Yaani kuna mmoja kati yenu hapo ambaye ni zezeta kabisa. Sasa hebu msikilize Alice na mambo yake sasa. Sijui nifanyeje. Unajifika mpaka sasa hivi. Pipi. Mungu wangu. Gari ndo linaingia sasa la Bernard. Alice. Pole sana rafiki yangu. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu nimefika. Nimechelewa. Yaani nimesikitika. Nimepita masaa mawili leo, nilikuwa nataka niende sokoni nikafanye manunuzi ya vitu vyangu. Si unajua maandalizi yanakaribia. Ndio. Moyo wangu unaniuma sana. Sijui nifanyeje rafiki yangu. Nisamehe sana Alice. Najua tulikuwa na miadi ya kukutana. Sasa mimi nitatumiaje gari muda huu na kati muda umeshaenda rafiki yangu? Unafahamu Alice, nimechelewa kukupatia taarifa ila kazini kwetu kunafahamu pia kuna watu wamepunguzwa kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mle muda wangu wa kutoka kazini saa 9 ile imekuwa kile ikifika bosi ananiongezea majukumu. Kwa hiyo leo sasa nikajikuta nimesahau kukupatia taarifa. Naomba unisamehe. Pole sana. Pole sana. Haitajirudia tena Alice. Nimekusamehe. Ila mimi nimejisikia kuumizwa. Yameisha. Asante. Wanaume huwa hawasemagi pole mara nyingi sana, ni yameisha. Lakini ukiangalia mawasiliano yao jinsi yalivyo, Alice kwa kuwa ana mafunzo tayari ya mawasiliano hakuanza kwa kuhamaki. Huyu ni Alice mwingine, sio yule wa kwanza. Alice wa kwanza yeye anahamaki. Hunijali. Sijui ni nini. Huyu cha kwanza alivyoanza kuja alimpa pole. Dada zangu mnaonisikiliza, maana mimi siongei na mama zangu wakubwa walionizaa na kunilea, nyie sina haki ya kuambia chochote kwa sasa hivi. Mimi naongea na dada zangu na wadogo zangu. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Umewahi kuona? Mwanaume atakuja na mahasira yake yote, lakini mwanamke una nguvu ya kumtuliza kwa jinsi utakavyompokea. Anakuja na uchovu wake wote kutoka kazini, kuna namna unaweza ukamtuliza. Yaani ukianza na hamaki, wameumbwa kujitetea.
wanaume wote duniani baba yao ni huyu, anaitwa Adamu. Na ukitaka uone jinsi walivyo, nenda kaangalia historia ya Adamu. Adamu, uko wapi? Umejificha. Akaelezea, nimegundua kwamba niko uchi, kwa hiyo nimekusikia. Swali la Mungu ilikuwa ni rahisi, au umekula tunda ambalo nilikuambia usifanye nini? Usile. Jibu rahisi ilikuwa ni nini? Ndio, nimekula. Sikia ndume inavyosema, mwanamke uliyenipa. Hivyo ndivyo walivyo hawa wenzi wawili. Hawa lazima wajue namna ya kuongea. Jambo la kwanza, mwanandoa yeyote unayenisikiliza hapa, panapotokea changamoto yoyote katika ndoa yako, mnapoizungumza, omba Mungu sana, zungumza kwa hekima. Haleluya. Zungumza kwa nini? Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Ufunguo wa kwanza, ongea kwa hekima. Hivi karibuni katika taaluma ya saikolojia kuna utafiti mpya ambao umechukua kasi sana kwenye psychology hivi karibuni. Ni tafiti za kuanzia miaka 2000 kwenda mbele. Wale wana saikolojia miaka ya 1999 kurudi nyuma huenda walikuwa hawajaona vizuri hili, lakini hivi karibuni wakaligundua hili. Wamegundua theory mpya au mfumo mpya wa kisaikolojia wanaoita emotional intelligence, werevu wa kihisia. Usipokuwa mwerevu wa kihisia, kwa taarifa yako, unaweza ukafa kabla ya mhula wako. Nitazame hapa unisikilize vizuri. Huwezi kudhibiti mambo yanayotokea, ila unaweza kudhibiti mrejesho wako kwa mambo yanavyotokea. Kama hujanielewa sema rudia. Huwezi kudhibiti matukio, huwezi kudhibiti watu kukusema, huwezi kudhibiti watu kukushambulia, huwezi kudhibiti bosi wako kukuelewa vibaya. Haya huwezi kuyadhibiti. Unachoweza kudhibiti ni jinsi unavyojibu yale matukio. Hiyo ipo kwenye uwezo wako. Na hapa mifano ya haraka haraka. Hapa Tanzania tuliwahi kutawaliwa na rais mmoja anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete. Wengi wanamfahamu sana. Wale ambao mnamfahamu Rais Kikwete wakati akiwa rais, uniambie siku hata moja ambayo ameshambuliwa akakasirika. Hata siku moja. Hata siku moja. Hadi kwenye pepa yangu mimi nilimtumia kama reference pia. Yaani utasikia vituko vyote, akija kuhutubia kwanza anatabasamu. Yaani ile inakuonyesha kwamba hujanigusa popote. Hata kama ufanyeje. Na hii nawapa siri wale ambao mnahangaishwa na maadui zenu huko kwenye kazi, kuna watu wanakushambulia na nini. Reaction yako, jinsi unavyojibu wale wanaokushambulia kule kazini, unavyoendelea kuonyesha maumivu na hasira, ndipo unawachochea kukushambulia zaidi. Yaani kama umewasha moto, lakini wamekusema, yaani umepita pale na nguo yao kabisa, wanasema mtumba. Ametujia na sketi ya mtumba. Sasa unaanza kufura kabisa. Kwa nini waseme sketi yangu? Na mimi nitawaonyesha. Na unapita pale, wako ofisini wanafanya kazi, unataka waonyeshe kwamba uliwasikia. Unapita kwenye ofisi yao, hata kama ni mtumba ni wa kwangu. Wanajua kumbe tumempata. Kesho watajadili kiatu chako. Kwa taarifa yako, inatakiwa uwe na uwezo wa kudhibiti hisia zako kiasi kwamba wanaokufanyia mabaya waone hiyo biashara hailipi. Haleluya. Wakolosai sura ya 4 fungu la 6, Biblia inasema, maneno yenu na yawe na neema siku zote, yenye kukolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Elewa namna ya kumjibu kila mtu. Jinsi nitakavyomjibu mtoto wangu pale nyumbani, sivyo nitakavyomjibu mke wangu. Kuna namna ya majibu yako tofauti kabisa. Kuna namna mke wangu nitamjibu tofauti kabisa. Kuna namna mtoto wangu nitamjibu. Kuna namna mgeni nitakavyomjibu. Kuna namna mtamjibu mama yangu. Kuna namna nitakavyomjibu mtoto wangu. Elewa kila mtu na namna ya kumjibu. Baadhi yenu mmefukuzwa kazi kwa sababu ulishindwa namna ya kumjibu bosi. Unyenyekevu wa dakika moja utakugharimu nini? Eti hata mimi atajua kwamba nina maneno.
ni ujinga. Huyo ni bosi wako, yeye ameshika huko kwenye mpini, wewe umeshika makali. Akivuta anayekatwa ni nani? Hata Hajiri alivyomkimbia Sara, malaika alimfuata akamwambia, rudi ukanyenyekee mpaka ujifungue, huna pa kwenda. Kuna watu wengine ule mhemko umesababisha umekosa kazi. Kuna wengine ule mhemko umesababisha umevunja ndoa kwa sababu ya mhemko. Lakini kama ukijua kudhibiti mhemko wako, kuna vitu vingi sana vitaenda sawa sawa. Ingawa Alice amekasirika, lazima azungumze kwa hekima. Swali ni hili, anawezaje kufanya hivyo? Kabla sijaenda zaidi, naomba wote mlioko hapa na wanaotazama mnitazame. Emotional intelligence au werevu wa kihisia ni kutambua jinsi unavyojisikia na kudhibiti jinsi unavyojibu. Huo ndio werevu. Siku moja mtoto wetu wa pili alikuja nyumbani, amekasirika kabisa. Akamwambia, vipi, nini kimetokea? Akanambia, shuleni mwenzangu ameniambia hivi na hivi na hivi kule shuleni. Amekasirika kabisa. Nikamwambia, hivyo alivyokuambia ndivyo ulivyo? Akaniambia, hapana. Nikamwambia, kuna shida gani kwa kuambia hivyo? Maana hajakubadilisha ulivyo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa akaanza kusikiza kwa makini. Nikamwambia, iko hivi, wewe nisikilize vizuri. Kwa kuwa alichokuambia hakija kubadilisha ulivyo, songa mbele na maisha yako. Mdogo mdogo unahitaji akue, akijua kwamba maisha yetu hayatawaliwi na jinsi mtu anavyonisema. Siwezi kutawala maneno ya watu au matendo ya watu, ila naweza kutawala hisia zangu. Haleluya. Kwa unatakiwa ujue namna ya kuzungumza pia. Kwanza, Alice anapaswa kutambua tatizo maalum. Wanandoa, naomba mnisikilize hapa kidogo. Mwenzi wako, maadamu mnaishi naye, ni ishara kwamba anakupenda. Haleluya. Hakuna mtu mwenye akili timamu anayeweza kufanya kitu makusudi kumuumiza mwenzi wake. Tukigundua kwamba kuna mtu anafanya makusudi, hiyo ni dalili ya ugonjwa wa akili. Mfano, jana nimeposti kwenye peji yangu mtoto mmoja kule Manyara ambaye amebakwa na baba mdogo, na amefanya tukio hilo mara kadhaa. Yule mtoto anahojiwa, nadhani ni television, kama sio Azam ni Clouds, sikumbuki vizuri, ndio walikuwa wanamhoji wale waandishi. Anasimulia jinsi tukio limetokea, inasikitisha sana. Na anasema kila alipokuwa anajaribu kusema, yule baba akawa anamtishia kumuua. Kiukweli yule mtu kama akichunguzwa vizuri, ana ugonjwa wa akili. Yaani sio hali ya kawaida. Ndio sababu ukaniuliza hapa, mchungaji, msimamo wako nini kuhusu watu? Mimi ni rahisi namna hii, utanielewa vibaya, nakupa pole. Inapokuja kwenye hoja ya watoto wangu, ni mimi ninayechagua usalama wao, sio mgeni na wala sio mtu mwingine. Haleluya. Sitakuelewa unawaweka watoto wako wa kike, hata sasa hivi kwa hii shida iliyoko, na wa kiume na mgeni kwenye kitanda hiki kimoja, eti unajidai we ni mkarimu sana. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Lijitu lina miaka 15, 16, unaliweka na kavulana ka miaka 5. Mimi ninavyoongea na wewe hapa, usije ukanitazama kwa kofia moja. Mimi ni mchungaji, lakini degree yangu ya pili ni ya saikolojia, mshauri nasaha. Nakutana sana na kesi kama hizi. Nafanya counseling kwa watoto. Na mimi nafanya counseling ni sehemu yangu pia ya utafiti. Nikutana na mtoto mmoja ambaye ananiambia, mchungaji, niko kwenye hali hii ya ushoga, nahitaji kuacha. Najaribu kumsaidia namna ya kuacha, lakini ni kazi yangu kama counselor kuchunguza vyanzo. Ni kwa nini hali inajitokeza sana? Nataka nikwambie, watoto wote ambao nimekutana nao walioko sekondari, huenda naweza nikasema huenda hata ni 95% ambao wanajihusisha na matendo ya ushoga, ambao walipita kwenye mikono yangu ili kuwasaidia. Karibia 95 niliowauliza walianzishiwa vitendo hivi na ndugu wa karibu. Na shida ya kwetu wa Afrika ni kwamba mara nyingi sana mtoto hataki aongee mawasiliano. Akianza tu kuongea, unajua baba mdogo ananifanyia hiyo, unapia
mambo gani unaongea haya? Unatia aibu familia. Kesho na kesho kutwa amekuwa ni mtu mzima, anafanya matendo haya, unataka kuchanganyikiwa. Kuna makosa uliofanya tangu awali, na mimi nawaambieni wote mnaonisikiliza, watu wazima na akili zenu, kuna ukweli lazima tuukubali. Tunaishi dunia tofauti na ile ambayo tulikulia sisi. Hii ni dunia nyingine. Kuwa karibu na watoto wako, wasikilize wanapojieleza. Acha kuwakatisha. Alice alichokosea, alipaswa kutambua tatizo maalum. Angesema, Bernard, na tatizo na matumizi ya gari, badala ya kusema umechelewa, umeniudhi, hunijali. Ni kweli kwamba kuna mhemko, lakini tumia hekima. Angemwambia kwamba na tatizo na gari, nahitaji kitu fulani, inakuwa ni rahisi zaidi. Pili, anapaswa kuelezea hisia zake za kweli. Hapa ndipo tunatakiwa tuwe makini sana. Wengi sana ambao wanahangaika na pressure inayopanda. Dr. Mtangu ataongelea hayo mambo, huenda huko baada ya huenda ameshasema. Ziko sababu nyingi za pressure inayopanda au inayoshuka. Ziko nyingi. Zipo za lishe, zipo za kukaa bila kufanya mazoezi. Lishe inakuwa namba moja na kuto kufanya mazoezi inafuata hapo. Lakini sababu nyingine kubwa sana ni msongo wa mawazo. Inachangia sana. Sasa wakati mwingine mwenzi wako ndiyo sehemu ya kuelezea hisia zako. Kwa kama kuna kitu kimekuudhi, elezea kwa lugha nzuri ili uweze kutoa hiyo nyongo. Nataka niongee na wanaume kidogo, alafu wanawake mnisikilize kana kwamba hamnisikilizi. Kwa kuwa dada zetu hawa ni waongeaji sana. Anapokuwa na kitu ndani, akikosa sehemu ya kutapikia, kimejaa, huo uchungu ameutunza. Akikutana na mwanamke mwenzake, kwa kuwa wanaongea lugha moja, tunaita feminine language, lugha ya kike. Ndio maana wao wanawake waone kama walivyo. Wenyewe kwa wenyewe ukiwaona wakichati, wanaitana dia. Wenyewe kwa wenyewe. Hawa wajizi unavyoona hivyo. Hata kwenye simu akiongea, unaweza ukasikia kabisa anamwambia, jamani tukutane pale my dear. Sasa wewe kama huku huelewi, unaweza ukaanza kukagua simu. Huwa wanaitana dia. Ila tukakugundua wewe mwanaume na mwanaume mnaitana dia, tutakuita kikao cha wanaume ukatueleze huu dia wenu mmeanza lini. Sasa kwa kuwa wana lugha moja ambayo inafanana, wanapoongea wenyewe kwa wenyewe, na ana kitu chake ameshindwa kukitoa kwako, amekuwa nacho kila siku apate sehemu kukitoa, akipata mwenzake ambaye anajua kumsikiliza kwa lugha zao za kike, anaweza akaongea siri zake zote bila kujua kwamba huyu unayemwita rafiki, kesho anaweza kutumia siri zako kuwa silaha kwake. Huyu uliyemwamini huyu. Sasa dada yangu, nimerudi kwako sasa. Na wewe nakuambiaje? Kama una jambo zito la siri, mwambie mume wako. Kama umeona kabisa naye hajaelewa kusikiliza vizuri, ninachokushauri, jifungie kwenye chumba chako, mwambie Yesu. Haleluya. Yaani mwambie Yesu, kuna ndume hapa inanikera. Yesu, nimekereka leo tena. Yaani msimulie, kama ni machozi toa. Ndio maana uende wanabahatika kuishi muda mrefu kuliko sisi. Maana sisi tangu utoto tulishaambiwa mwanaume halii. Ile ukijaribu tu kidogo, unaambia unalia nini? Mwanaume halii. Kwa mpaka tunakufa na nyongo. Mathayo 26 fungu la 38. Yesu alionyesha hisia zake za kweli aliposema, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha nini jamani? Cha kufa. Mwambie mume wako uchungu ulio nao. Usikae na hicho kitu, eleza hisia ya kweli. Mwambie, ninajisikia vibaya ndani ya moyo wangu, nina uchungu moyoni mwangu. Mwambie kabisa, kuna kitu ulifanya kimeniumiza moyo, natamani tukijadili, ili uweze kutoa ule uchungu ulioko ndani. Baadhi ya maneno ya kuhisi ambayo Alice anaweza kutumia ni kuumia au kukasirika. Inategemea yule ambaye ni mume wake sasa anachukulia jambo hilo. 3, Alice anapaswa kusema wazi kile anachotaka. Wanawake kwa asili wana tabia ya kuzunguka, na sisi huwa kwenye bongo zetu, kwa sababu sisi wa kwetu bongo wetu, mawasiliano yetu kwenye nyaya zimeenda hivi, wakati wanawake za kwao zimeenda zigizaga, yaani za wanawake zimeenda hivyo. Yaani unakuta waya wa sabuni umeungana na waya wa nguo,
Waya wa nguo umeungana na waya wa kwenda sokoni. Waya wa kwenda sokoni umeungana na waya wa nyanya. Umeona vitu vinavyoungana hapo Viko vingi. Sisi tunahitaji kujadili kitu kimoja kwa wakati. Kwa hiyo mwanamke anapokuja anakuambia, yani acha tu. Mwanaume yuko anahangaika. Kuna nini? Tena itokee sasa huyu mama yake, yani huyu mkeo, mama yake alishafariki. Wao wana tabia kusema, bora mama angekuwepo. Sasa huku mwanaume anahangaika. Nini? Kuna kitu gani kinachoendelea? Sikia majibu ya kike sasa. Kwani hujui? Tayari mwanamume ile emotion inaanza kupanda, na kama naye hana hekima, jibu linalotoka ni hili: nimekuwa nabii. Si useme. Wanaume wote walioko hapa ukawauliza, unatamani mke wako awasilisheje mada? Watakuambia jibu hili: nahitaji awe straight. Mfano, ni kosa la jinai kumwambia mwanamume ninaomba hela ya matumizi. Hiyo sentensi haijakamilika. Anaweza kukupa 10,000. Si ya matumizi bwana. Lakini ubongo wa mwanamume unafunguka haraka ukimwambia ninaomba shilingi 100,000 kwa ajili ya matumizi. Kwanza umemwambia 100,000, matumizi ya hapa nyumbani na vitu mbalimbali. Simple, mwanaume ameelewa, anatafuta 100,000. Kama hana atakwambia na shilingi 80,000, jaribu kuibana. Simple. Lakini ukimfunga kwenye mabano, Alice alitakuwa aende straight. Sio hunijali. Ubongo wa mwanaume unachanganyikiwa zaidi ya hapo. Twende kidogo. Mathayo 26 fungu la 38. Kristo aliendelea mbele akafanyaje? Akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Mama yangu, dada yangu, elezea unachokitaka kwa mume wako straight. Haleluya. Mwanamume, tengeneza mazingira ya mke wako kuufungua moyo wake. Sasa kuna mmoja nilikuwa naongea ni wanandoa, nikawa namwambia tengeneza mazingira. Akanambia, pastor, mimi nimeshamruhusu aseme, ila mgogoro sasa akisema hafiki kwenye point. Nikamwambia ndivyo walivyo, nenda naye. Sasa sanaa ya kumfanya mwanamke aendelee kuongea, mke wako aendelee kuongea, moja hapo ni hii: anaposimulia story, onyesha kuielewa na kuisikiliza. Sisi wanaume tuna matengenezo ambayo Mungu anataka tuyafanye. Sijajitoa hapo, nimesema sisi. Huwa tuna tabia moja, wakati mkeo anaongea, kama uko kwenye kompyuta unaendelea. Alafu mke huwa anataka attention, anataka ajue kwamba kweli unamsikiliza. Kwa hiyo anaweza kukuambia tu, baba fulani, hivi umenielewa? Sema nimekuelewa. Au anaendelea kuchat. Mwanamke huku, kama ukifunguliwa homoni zake ukaziona wakati huo ziko hivi, amenipuuza, ina maana haniache kwangu nachoongea hakina maana, imekuwa. Sasa anatakaje? Wakati anapokuambia baba fulani kuna jambo, funga laptop, mwambie hebu niambie kuna nini. Anakuambia unajua mtoto darasa lake lile sio imekuwa hivi, mwalimu amesema hivi. Unambia ndivyo imekuwa hivyo. Wow, I see. Anaweza kusimulia kitu ambacho kwako hakina maana. Usimsikilize mwanamke kwa logiki, maana wao wanaenda kwa hisia. Kwa hiyo acha logiki zako hapo. Anapokusimulia wewe nenda naye tu. Kule kazini sio amefanya, mwambie ndivyo amefanya hivyo. Hiyo ni ngumu kwa kweli. Hiyo ni ngumu kabisa. Anajua umevaa sehemu yake. Ila unaanza kumwambia hilo nalo linakutibua. Yaani kitu kidogo hicho ndio unalia. Wewe sio yeye. Hatimaye Alice anapaswa kutumia kauli ya mimi badala ya kauli ya wewe. Umechelewa, umenifanyia hivi, mambo yako hivi. Kwa mfano, mume amechelewa kuja, hiyo ni mfano tunatoa. Badala ya kusema kwa nini umechelewa, mwanamke anaweza akasema ninajisikia hofu sana ukija masaa haya. Moyo wangu unatamani kujua usalama wako huko uliko. Unajua ndume inasemaje moyoni mwake? Ananijali. Shida yetu ni moja, huwa ni mara chache tunajua kuappreciate hapo kwa hapo, ila moyoni tunajipongeza, hapa nina mke.
Ukitaka ujue kwamba tumekuappreciate sana, mara nyingi utashangaa na kuletea zawadi. Yaani ile zawadi maana yake ni kwamba nina appreciate. Sasa shida hauwezi kujua na kuappreciate kwa ulivyomkaribisha jana au ni ya juzi. Kauli kama hizo. Kuna njia mbili za kuelezea hisia zetu au matakwa yetu kwa ujumla wetu. Kauli za wewe zina kawaida ya kulaumu kwa hisia zangu na kuonyesha kidole. Hizi huwa zinaleta vita. Mnapowasiliana wenzi wawili katika ndoa yenu, tuache ile habari ya wewe ume. Hii ya wewe inatengeneza mazingira ya vita zaidi kuliko kuelewana. Kauli za mimi husema jinsi ninavyohisi na kuninyoshia kidole mimi mwenyewe, mwisho wake zinazalisha amani. Haleluya! Baada ya kusema wewe umechelewa, unasema mimi sijisikii vizuri, natamani kujua usalama wako. Tayari mwanaume au mwanamke ameshaelewa. Mke wako anapokosea, ni Mungu atusaidie sana sisi wanaume, badala ya kusema wewe umekosea, wewe ulimuongelesha mama yangu hivi, hupaswi kuongea hivi, huo ni ugomvi. Unasema sasa, mchungaji, nitasemaje na mji mama yangu makavu mbele yangu, nisemeje? Na watoto wa kiume na mama zao huwezi kuwatenganisha. Nimetoboa siri ya kambi ya jeshi. Hiyo ni nature. Sasa huwa kuna kanuni hii: mdefendi mke wako kwa gharama yoyote, kwa mazingira yoyote, endelea kumtetea kama Kristo alivyolitetea kanisa lake. Mwanaume unapaswa kumtetea mke wako. Anashambuliwa na dada zako, tetea. Anashambuliwa na ndugu zako, tetea. Anashambuliwa na wazazi wako, tetea. Unasema na pale anaposhambuliwa na kitu cha ukweli, tetea. Je, nimwache hivyo hivyo? No. Yesu anatutetea kwa gharama yoyote. Alafu tukiwa na yeye sisi wawili, anatuambia makosa yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati unapoongea naye sasa, mmekaa, badala ya kumwambia ulimuongelesha mama vibaya, kauli inakuwa hivi: nilijisikia vibaya sana moyoni mwangu jinsi ambavyo mlivyokuwa mnajibizana na mama. Ninajua aliongea kauli ambayo ilikuumiza. Unaelewa hiyo kitu Najua aliongea kauli ambayo ilikuumiza. Wakati kama huu, mama fulani, panatakiwa hekima ya Mungu kumjibu mama ili msikosane. Taratibu anaendelea kushuka mpaka utamnyosha, ataona kosa lake, na kwa kuwa Mungu amempa akili atajua kosa lake. Mtu mmoja akasema, mimi siwezi kutetea ujinga. Sikiliza nikuambie, kiapo kilisema kwa shida na kwa... Sijakwambia usimwambie kosa lake, nimekwambia hadharani pale kwenye mashambulio, tetea. Wifi sijui dada zako wamekuja juambie, hey dada zangu, sikilizeni, nyie ni dada zangu, huyu ni mke wangu, kuna mipaka. Tena kwa advertisement, mshike mkono mkeo, mkumbatie kwa ukaribu, waambieni hey, msiguse hapa. Watakuwa na adabu, watajua kwamba kaka yetu haentertain ujinga. Ndipo ukiwa ndani na mke wako sasa, muelimishe ajue vizuri kwa hekima. Mungu amemfanya mwanamume kuwa kichwa. Haleluya. Zungumza na Mungu ni kitu cha msingi sana. Sikiliza ufunguo wa pili kwa haraka sana. Sikiliza kwa bidii. Katika makosa ambayo tunafanya kwenye mawasiliano ni kusikiliza. Wengi tunasikiliza ili kujibu. Sijui umewahi kuongea na mtu ambaye wakati unapomsimulia anakuambia nimekuelewa. Yaani hujamaliza anakuambia nimekuelewa. Kuna bwana mmoja, video yake wenda na nyinyi mmeshaiona, inasambaa mtandaoni. Huyu bwana anajaribu kueleza tatizo la mawasiliano kwa staili ifuatayo. Huyu jamaa kazi yake ni kuwaziba midomo watu wanaojidai wanajua vitu. Kwa hiyo anaweza kusimulia, anakuambia nilipoenda pale kanisani wakaanza kuniletea chupa, ikawekwa mezani. Kuangalia ile chupa, ilikuwa ni chupa ya juu. Wewe unamalizia juice, nakwambia ya jua, ili wewe mwenyewe ujione kabisa unawahiwahi. Iko hivi,
katika ndoa yoyote, ukitaka uweze kumwelewa mwenzako, usisikilize ili kujibu, sikiliza ili kuelewa. Usijidai unajua, hakuna anayejua kila kitu. Sikiliza kwa bidii. Yakobo 1:19. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Nataka nitoe mfano hapa. Kwenye ndoa kuna wakati tunaona kama vile yani kila mmoja anamjua mwenza kwamba ninaelewa huko unakotaka kuelekea. Yaani mtu ameeleza hajafika sasa najua unakoenda. Au mtu anaanza kuelezea umeanza. Sasa kusikiliza nako pia ni sanaa. Inakubidi ujifunze kusikiliza, na wakati mwingine hata usiingilia hapo katikati. Kwa hivyo wakati Alice anazungumza kwa hekima, Bernard hapaswi kukatiza wala sio kujitetea, lakini kumsikiliza kwa bidii. Yaani kuna saa mimi unayeniona hapa nahubiri nimevaa tai namna hii na koti naongea ni mchungaji wako, ikifika saa ya ndoa yangu na mke wangu sio pasta, ni mume. Kwa hiyo kuna saa akiongea na mimi namsikiliza, namwambia nichane unavyoweza. Koti la uchungaji liko pale, sema, funguka. Na mimi kazi yangu ni kusikiliza. Unaponyolewa kichwa usitikise kichwa. Tulia. Kuna vitu na wewe huvijui, inabidi uambiwe. Ndipo baadaye unaanza na pointi moja moja. Pointi namba 2, mke wangu, kwa haya yote uliyosema hapa nimekosea, nisamehe. Huo ndio ushujaa. Haleluya. Pointi namba 2, kwa kweli hapo ulinielewa vibaya, ilikuwa ni hivi. Unaanza kuelezea kwa upole, sio kwamba hasira hazipo, zinakuja. Zikija unaziambia wewe, kwa jina la Yesu rudi. Usianze kujitetea, lakini eleza. Bernard pia na yeye anapaswa kusikiliza kwa hisia ya upande mwingine. Kuna kitu nataka ukipate hapa. Hebu angalia hizo takwimu haraka wale ambao mnaweza kuangalia kwenye hiyo slide. Maneno ya Alice alianza kueleza, hunijali, leo hakuna chakula, sio na nini. Maneno yake tu anavyoyaongea pale yana 7% tu ya ujumbe wake. Kwa hiyo ukimwona mtu anaongea kwa kuhemka ni 7% tu ya ujumbe wake. Lakini toni ya sauti, jinsi anavyoongea, inabeba 38% ya ujumbe wake. Kwa mimi simuelewi mtu ambaye mtu mwenzako anaongea unawahi kumkatisha, nimekuelewa. Umeelewa 7%. Kuna 38 unatakiwa usikilize ile tonation yake, jinsi anavyoongea. Sentensi inaweza ikawa moja lakini yenye toni tofauti. Ndio sababu mimi sipendi hata siku moja kujadiliana na mke wangu jambo kwenye message. Message haina uso. Naongea na watu wana binadamu. Message haina tone. Unaweza ukasema kwenye message sikiliza, yeye akasikia kwenye akili yake sikiliza. Lakini ungekuwa naye karibu ungesema hivi, sikiliza, tafadhali sikiliza. Tone inabeba 38%. Lugha ya mwili inabeba 55%. Wanaume wote mlioko hapa mnaonitazama, Mungu atusaidie. Wamama kwa sababu wameumbwa na hisia za ziada, wana uwezo mkubwa wa kusoma lugha ya mwili kuliko sisi. Usije ukamdanganya uso kwa uso. Anajua kabisa unamfunga kamba. Ila walivyo na hekima waliopewa na Mungu, sasa kuna saa wanapotezea. Baba fulani ulikuwa wapi? Semina. Yaani hiyo neno semina, yeye ameangalia jibu semina, akasoma na uso, akajua Swali la pili, na hii harufu ya marashi, wageni walikuja tulikuwa tunakumbatiana hapo kusalimiana. Anakusoma mwisho ili asilete ugomvi, anaamua kupotezea. Lugha ya mwili ni 55% ya taarifa.
Ili uweze kupata ujumbe lazima usikilize kwa makini kupata 100%. Ijapokuwa kama binadamu huwezi kupata zote hizo, huwezi kuzipata zote, ni vizuri kusikiliza. Yesu alikuwa anaongea na Petro kwenye kitabu cha Luka sura ya 5 fungu la 8 hadi la 10. Kuna maneno haya. Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akasema, ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye kwa sababu ya wingi wa samaki waliopata. Ni pale Yesu aliposema shusha nyavu, samaki wakatoka wengi, akisema toka kwangu mimi ni mwenye dhambi. Hebu tuendelee kidogo usikie maneno haya. Na kadhalika na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washiriki wa Simoni, wote wanamfukuza Yesu. Ondoka, ondoka kwetu, sisi ni wenye dhambi, ondoka. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Haleluya. Maana yake ni nini? Simoni anaposema toka kwangu mimi ni mwenye dhambi, maana yake ni hii: sistahili hata kuongea na wewe, sistahili kutendewa muujiza, ninajua makorokoro yangu yote ondoka kwangu. Kama umeweza kutoa samaki wengi kwa kauli moja tu, unaweza ukaniumbua mbele ya hawa vijana hapa. Sikia, kwa kuwa Yesu anaelewa lugha zaidi, anasema usiogope. Kwa lugha nyingine na kufichia siri na kuandaa kuwa mhubiri wa Injili. Haleluya. Lakini Yesu alitupilia mbali maneno yake na kusikiliza ujumbe wake halisi. Kisha akamwambia Petro, kaa pamoja nami nawe uwe mfuasi wangu. Hiyo ndio ilikuwa target yake. Natoa mfano wa haraka. Wanawake, unapokuta mwanamke, ndugu zangu wanaume, mwanamke anakuambia naona hunipendi, hana maana kwamba humpendi. Soma zaidi ya hiyo lugha. Maana yake ni hivi: kuna vitu ulipokuwa unavifanya nilikuwa ninaona upendo, naomba uvirudie tena ili nifurahi. Ukisikia sentensi siku hizi naona hunipeleki out, mwanaume huwa anawaza ina maana nilivyompeleka out siku ile hakuona ya thamani. Huo ujumbe una maana hii: natamani unipeleke out tena kwa sababu siku ile nilifurahi sana. Si ndio maana tukaambiwa enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Pili, Bernard anapaswa kuonyesha hisia za Alice pia. Kutafakari ni kuwa kioo. Bernard anapaswa kumwambia Alice kile anachomwambia. Yaani lazima uweze kusikiliza upande wa pili. Tatu, kutafakari hisia zake. Bernard anapaswa kutumia kauli za wewe. Kwa mfano, kweli umeumia kwa sababu nimekuweka ukingojea gari. Naomba unitazame hapa niweze kukupa summary ya haraka. Katika mawasiliano, mnapoongea watu wawili, kuna kitu kinaitwa reflective listening, kusikiliza kwa kioo au kwa namna ya kuakisi. Sisi makansela wote, kwa sheria ya ushauri nasihi duniani kote, kuna sheria moja ambayo inafanana duniani kote. Inasema hivi: mshauri nasihi lazima awe na mshauri nasihi wake. Naongea na watu au na binadamu. Yaani mimi kansela lazima niwe na kansela wangu. Kwa nini? Wakati mteja anaponisimulia shida yake, sisi huwa tuna tabia ya kumsikiliza mteja na kubeba ule mzigo wake. Kwa hiyo huwa tunaondoka na mizigo yenu. Kwa hiyo unaweza kumuona nimeondoka pale nimetembea, lakini kiukweli nimechukua mzigo wako. Nikimsikiliza mtoto aliyebakwa akinisimulia, mchungaji walinifanyia hivi, wakanifunga kamba, ili nimsikilize hivi, lazima nibebe yale maumivu ya yule mtoto. Na ninavyoongea kwa hisia, yule mtoto anafunguka kwangu zaidi, naondoka na yale maumivu. Ninatakiwa kabla sijapewa leseni ya ushauri nasihi, lazima nijaze kwenye application form, ninaye mtu ambaye na mimi ananisikiliza. Maana inatakiwa baada ya session kadhaa na mimi niende kwa kansela, akae na mimi anisikilize, nimwambie. Ananiuliza, mchungaji Mbaga, ulipitia mambo gani huko? Namwambia kuna mtoto nilimkanseli, nimeumia sana, alibakwa mara 7, mpaka anakutana naye ameathirika na HIV. Aliposimulia wazazi wake alipigwa sana. Ile ninavyomsimulia ninatapika, ule uchungu unahama. Ukihitaji mwenzako uweze kumwelewa vizuri, msikilize kwa kuvaa viatu vyake. Usisikilize kwa hukumu. Wengi tunakosea hapa. Tafakari. Vivyo hivyo unapoingia kwenye maombi, unapoongea na Mungu, tumezoea sana kuingia kwenye maombi na kuongea zaidi shida zetu. Hatumpi Mungu nafasi ya kuongea, tumsikilize.
Narudia tena, maombi yenye mafanikio sio one way traffic, ni two ways traffic. Ukihitaji ufurahie maombi yalete matokeo katika maisha yako, acha habari ya maombi tunayofanya hapa kwa pamoja hapa hadharani, haya yana nguvu yake. Lakini maombi yenye nguvu ni maombi ya wewe peke yako na Mungu kwenye chumba chako. Na unapokuwepo pale, wakati unamwambia Mungu, ifike saa unaeleza mambo yako, stop, usieleze tena. Kaa katika utulivu, msikilize Mungu. Tulia, Mungu aseme na wewe. Na mimi, hiyo ni ya kwangu, wewe unaweza ukafuata ya kwako. Mimi ninapenda wakati wa kusikiliza Mungu anapoongea na mimi, wakati wa maombi yangu binafsi, ninapenda kusikiliza mziki uliotulia. Hapa ndipo ndugu yangu Mang'ombe sasa anaweza akatupa mfano tu, akawimbo kazuri kaliko tulia tu, kawaida tu. Wakati ule nimeshamwambia Mungu, nahitaji leo nitumie kwenye mimbari. Natoa mfano wa mimi sasa, kabla sijaja kwenye mimbari kama hii, nina muda wangu wa kuongea na Mungu. Naambia Mungu, naomba ukashike akili zangu, naomba ukashike midomo yangu, niongee kitu kinachojenga, ili watu waweze kukusikia, watu waweze kukuelewa. Ndicho ninachomwambia Mungu. Naongea naye. Namwambia Mungu, kuna watu wananisikiliza kwa njia ya televisheni, wana maumivu katika mioyo yao, nipe maneno ya kuwaganga waweze kuinuka tena. Mungu, leo nakwenda mbele ya watu, lakini na changamoto hii na hii na hii, hebu nisaidie. Nikishaongea hivyo, nikimaliza, huwa natulia, nasikiliza kitu kama hicho. Wakati nimefumba macho yangu, nimetulia pale kwenye magoti yangu. Kila mmoja na staili yake ambayo unapenda ya kusikiliza. Inawezekana ni kupiga magoti, inawezekana ni kusimama. Siwezi kukuingilia staili yako unayopenda, lakini kaa, weka mziki wako wa taratibu kama huo. Mimi ninazo nyingi, naweka kwenye kompyuta, naweka kwenye simu, wakati ule nasikiliza. Na wakati ule nikisikiliza, nataka nikuthibitishie haya, ninaongea mbele yenu, naongea mbele ya malaika watakatifu ambao hatuwaoni kwa macho, naongea mbele ya Mungu anayenitazama, nikitumia staili hii nikiwa nimetulia katika maombi. Uko wakati nasikia sauti yake ikinisemesha, mwanangu, nenda, nitakuwa nawe siku hii ya leo. Haleluya. Huenda ikawa naongea na mtu ambaye unahitaji Mungu ambadilishe mume wako, unahitaji Mungu ambadilishe mke wako, unahitaji Mungu ambadilishe mtoto wako, unahitaji Mungu akubadilishe na we mwenyewe. Sehemu sahihi ya kueleza hisia zako zote ni mbele za Mungu, na ni katika maombi. Wakati ule uko umepiga magoti, mlete mume wako mbele za Mungu. Wengi tunasema hivi, lakini hatujui namna ya kumleta mume au mke mbele za Mungu. Maana ya kumleta mbele za Mungu ni nini? Usimlete kwa kumlaumu, mlete katika picha ulioijenga akilini mwako. Muone mume wako akiwa akilini mwako, muone Yesu akiwa mbele yako. Mwambie Yesu, mtazame mume huyu, mtazame mke wangu huyu, ninampenda, lakini kuna vitu ndani yake ambavyo bado ni changamoto, nimeshindwa kuvifix, ila wewe unaweza. Baada ya hapo, wimbo wako kama huu ukipiga namna hiyo, usiseme najua utamtengeneza, najua utatenda. Wakati ule wimbo wako kama huu unapiga, mwambie, ninakushukuru kwa kuwa tayari ninaona nguvu yako ikimtengeneza. Haleluya. Na nyamaza kwa muda. Wakati wimbo wako unapiga, nyamaza kwa muda, mwache Mungu aweze kumtengeneza. Sikiliza Mungu anapofanya kazi yake. Naomba kila mmoja apate nafasi ya kupiga magoti sasa, wakati piano ikiendelea kupigwa hivyo hivyo, na huenda sauti yake ikiongezwa kidogo. Kwa dakika moja, mwambie Mungu maneno matatu ya maombi yako, au niseme sentensi 3 za kile ambacho unamwambia Bwana. Sasa mwambie, mimi kazi yangu na kuongoza tu katika hilo, ukalifanyie kazi mwenyewe kule nyumbani baadaye. Mwambie Mungu sentensi 3 za kile unachokihitaji. Acha story nyingi, mwambie tu straight sentensi 3 au 2 za kile unachokihitaji kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako. Ninaamini tayari umeshamwambia ukiwa umefumba macho yako. Sasa usimwambie chochote sasa hivi.
tulia hapo hapo kwenye magoti yako, sikiliza huo mziki, sikia sauti ya Mungu anavyokusemesha sasa kuhusu hicho ulichomwambia. Isikie sauti yake na kusemesha sasa. Na sentensi yake ni rahisi tu, kwamba yeye atakamilisha hicho ulichomwambia. Endelea kufumba macho yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya muda huu wa maombi uliotupatia. Asante kwa kile ambacho watoto wako kwa sentensi fupi wamekiwasilisha. Asante kwa kile ambacho umewasemesha. Tunasubiri shuhuda za ajabu kama matokeo ya mikutano hii. Na siku ya Sabato katika ule ubatizo mkubwa ulioko mbele yetu, asante maana hapa kuna watu ambao wanakwenda kubatizwa. Na kule wanaofuatilia kuna watu ambao wanakwenda kubatizwa. Wameisikia sauti yako ikiwasemesha, ukiwaambia ya kwamba sasa imefika watengeneze maisha yao upya. Kuna wengine maisha yao yatabadilika pale watakapobatizwa. Neema yako inatosha. Kila mmoja wetu mpe kusikia. Tufundishe mawasiliano mazuri kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki.